Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoishi maisha yako matakatifu, usiishi maisha ya kutamani yaliyoko kwa wengine. Na ndio maana nasema usitamani maisha ya waovu. Usitamani maisha ya watenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jifunze kuishi kwenye nafasi yako kuwa wewe. Alafu amini akili ambazo Mungu amekupatia kuwa ni bora kuliko akili unazosikia kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiziamini hizo, Mungu anaanzia hapo. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo mengine hayatengenezwi kwa sababu kwa wewe kusikia kutoka kwa watu. Yanatengenezwa kwa wewe kukubali kuyafanya baadhi ya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana kuna watu fulani siku moja waliniita kusuluhisha ndoa. Kusuluhisha ndoa. Unajua wana ndoa wanafiki. Wanafiki. Wakati nipo nje nilikuwa nasikia wanagombana. Nilipoingia, baba karibu mtumishi. Shalom. Wanafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nilipokaa nao nikamwambia ndoa haisuluhishwi na aliyeko nje ya ndoa. Ndoa inasuluhishwa na aliyeko kwenye ndoa. Mkitaka salama ya ndoa yenu, ninyi ndio mkae mfikiri. Lakini leo nitawaambia hapa cha kufanya. Akili zenu zinaweza kukataa. Bwana Yesu asifiwe. Mtaondoka mtaenda mahakamani, asijui mwende wapi, au sijui muite wazee, muite mshenga. Lakini kama akili zenu hazitakubali kupatana, basi mjue hiyo ndoa haitakuwa salama. Watawalazimisha kuishi pamoja, lakini uko ndani kutakuwa giza na nuru. Nuru ikiwepo giza halipo. Nuru ikiondoka giza linaingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtaishi maisha ya kuviziana. Tena wakati mwingine kama mna vimalimali mtakuta mmeanza kuombeana afya haraka. Kwa sababu kinacholeta tamaa hapa ni vimalimali. Bwana Yesu asifiwe. Mshakuwa na vimali, mna kajumba, mna kagari. Akiondoka huyu mtaishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnaanza kufikiria na nani aondoke. Mnakuwa mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo watu wako hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anawaza nioe mwingine, mwingine anawaza niolewe na mwingine. Kwa nini? Kwa sababu anatumia anachokiona, hatumia anachosikia kutoka kwa Bwana. Kwa sababu amewakuta wakina fulani wameshikana mkono, anasema na mimi na mume wangu tungeshikana mkono. Hajui uko ndani wanaishije. Kuna wengine wanafiki wanapopita kwa watu wanataka waonekane wanapendana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au ukiwa kwa watu wanalishana na chakula, ngoja warudi huko ndani. Ngoja warudi huko ndani ndio utajua maisha yakoje. Kwa hiyo hata familia huwezi kusuluhisha kwa mawazo yanayotoka nje. Familia inasuluhishwa kwa mawazo yaliyoko kwenye mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ninyi hamtakubali, hata mkienda mahakamani watawapatanisha, watasema waliosema, watatoa maamuzi. Mkifika nyumbani, hivi unajua pale nilikuwa na mheshimu tu yule hakimu. Nilikuwa na mheshimu. Kama ni wazazi, unajua nilikuwa na mheshimu tu baba. Yaani tungekuwa wili tu ambacho wewe nikikufanya pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mawazo ulionayo ndio yamebeba suluhisho. Kila kilichoko ndani yako ndio kilichobeba suluhisho. Usije ukaja mwanangu hapo ukasema twende kwa baba tukasuluhishe. Hakuna usuluhishi. Ni kweli nitawasomea maandiko na walisha moto. Kwa sababu mimi mkija kwangu nitawasomea maandiko. Na kama mnataka kuachana nitawasomea maandiko na walisha moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili muondoke mkiwa mnajua Mungu alisema. Bwana Yesu asifiwe. Ili siku ya mwisho kusiwe na ubishana. Neno la Mungu si limesema. Neno la Mungu ni amri. Unatakiwa uishi kama lilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa uishi kama lilivyo. Kama huwezi kuishi kama lilivyo, umefeli. Muasi kiroho, wewe ni muasi. Dhambi ni uasi. Maana umekosa kutii. Maana umeshindwa kufanya unachokijua. Na kwa kuwa umeshindwa kufanya unachojua kwenye ulimwengu wa roho, wewe ni muasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ninachotaka uweze kujua,
Wewe ni wewe. Unaposimama kwenye nafasi ya Mungu, simama kama wewe. Ndio maana hao wakuu wa makuhani walitaka Yesu asimame kama wao, akawakatalia. Bwana Yesu asifiwe. Walitaka atembee kama wao, walitaka asiponye siku ya Sabato kama wao, walitaka asifanye mambo fulani kama wao. Ndio maana walijiuliza, umepataje wapi mamlaka hii? Kwa sababu alisimama yeye kwenye nafasi yake, alisimama kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Unataka nguvu ya kuwazidi waliokutangulia, lazima usimame kwenye nafasi yako kama wewe na Mungu wako. Usitegemee nafasi iliyoko kwa wengine, kwa Mungu wao. Nafasi iliyoko kwa mwingine, kwa Mungu wako, iko kwa ajili ya kukukamilisha mahali ambapo Mungu hakukutengeneza kwa namna hiyo. Haipo kwa ajili ya kukufanya wewe ufike. Bwana Yesu asifiwe. Hatua za ushauri sio kufika, ila hatua zako ndio zitakufanya ufike unakotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukashauriwa ukabaki pale pale, unaweza ukasikia ukabaki vile vile, lakini hatua za kwako ndizo zinazoweza kukufanya wewe ufike. Kwa hiyo hujafanya maamuzi yako kutoka ndani, hauwezi kufika unakotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa askari walizimia. Kwa nini walizimia? Kwa sababu aliyekuja hakuwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa wao waliowatarajia, hakuwa wao waliowakusudia, hakuwa wao waliowafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapotoka ndani ya kanisa lazima usiwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Andiko nasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Wewe unapoondoka hapa ni Kristo anaondoka, wao unakuwa Kristo. Ndio maana nasema atakaye kukataa wewe amenikataa mimi. Na hiyo unapoondoka lazima uondoke na neema yake, lazima uondoke na uwezo wake, lazima uondoke na kile ulichosikia kutoka kwake, lazima uondoke na kile alichokupatia. Alichokupatia ndio majibu yako, alichokupatia ndio nguvu yako, alichokupatia ndio baraka wako, alichokupatia ndio uzima wako, alichokupatia ndio mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema wakawa kama wamekufa, hawawezi kufanya chochote. Na ndio maana nilikwambia kuna baadhi ya wengine wamekufa kabisa, ndio maana hawawezi kufanya chochote. Ukiona wewe upo ndani ya kanisa hauwezi kufanya chochote, kitu kwa tafsiri ya roho umekufa japo upo hai. Ukiona upo ndani ya kanisa hauwezi kufanya chochote, yaani wewe hata kama puto tu huwezi kununua ukasema ngoja nilembe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi hata kuja ukasema ngoja leo ni waini nikafute hata kiti. Yaani upo kama aliyekufa. Si unajua aliyekufa anasogezwa, anasogezwa mpaka ambiwe fanya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mkristo inaanzia ndani. Na ndio maana nguvu ya Daudi haikuanzia kwa Sauli, haikuanzia kwa kaka zake, ilianzia kwenye nafasi aliyonayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu yako ya ushindi ipo kwenye nafasi ulionayo. Na ndio maana wakati mwingine anza kufikiri wewe vitu vya kufanya, alafu jifunze kuvisimamia. Hivyo ndio vimebeba matokeo makubwa. Matokeo makubwa hayako kwenye semina unazosikia hizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nisikilize. Nilishawahi kuhudhuria semina siku moja ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ile semina ya ndoa walifundisha vitu vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Walipofundisha baadhi ya vitu vingine vikubwa ambavyo viko nje ya uwezo, nikakutana na mtu mmoja anafika tu nyumbani anataka kile walichofundisha, hajui mfukoni unaachwa au hauna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake nyinyi unaweza mkaoa umezenu na pressure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anataka na kile ambacho tumefundishwa, anataka tuanze kukifanyia kazi kwa muda huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hajui uko vizuri au hauko vizuri. Unajua akili za nje changanya na za kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipochanganya na za kwako, kwani unafikiri sasa tulienda kupokea amani?
Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuachane na haya. Fungua Biblia yako kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6. Kwa kuna baadhi ya mambo mengine wakati mwingine unaweza ukafikiri ukiwa una akili ya kuchukua ya nchi, haubebi suluhisho, unaongeza tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi leo nikikufundisha hapa kusema siku moja unatoka out na mke wako, mnaenda mnakunywa juisi, mnakula, unamwambia mke wangu leo usinuke moshi. Bwana Yesu asifiwe. Usinuke moshi. Nataka mke wangu leo relax, ujiachie. Agiza unachotaka. Kula siku moja mnatoka na mke wako. Na unaanza kwa mume wako. Hivi wewe baba fulani, ulisikia baba alichosema? Wewe pima kwanza mfuko wake. Utamuua na pressure, utabaki mjane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna maisha mengine yanakuja yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima unjue nini ni nini na wengine ni wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sio unaona kwa jirani wanakaanga kuku na wewe unataka ukaange kuku. Bwana Yesu asifiwe. Mama fulani kanunua nguo mpya na wewe unasema baba fulani hata kukopa tu unashindwa. Utamuingiza kwenye madeni, ataanza kukimbia, hiyo nyumba itakuwa ya moto. Utaona amekugeuza na wewe kuwa shetani. Anakwambia akija mama fulani, akija baba fulani mwambie hayupo. Amekugeuza na wewe umekuwa shetani. Amen. Kajificha ndani anakwambia mwambie hayupo. Yaani yeye shetani na wewe umekuwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuwa na shetani wote. Kwa nini? Kwa sababu mtakuwa mna tabia za shetani. Na wewe hautaweza kubali mume wako adhalilishwe na wewe ukiwa upo. Asema vibaya na wewe ukiwa upo. Au mke wako asema vibaya na wewe ukiwa upo. Kwa hiyo mnajikuta wote mmekuwa waasi. Ndio maana lazima ujifunze kuishi kwenye nafasi ya kwako. Usijifunze kuishi kwenye nafasi za wengine zitakutesa. Kwa nini? Kwa sababu hujui mwanzo wake. Wanake hujui walikotokea. Hujui walikoanzia. Hujui agano lao linalowafanya wawe kama walivyo. Waishi maisha wanayoishi. Waishi mtazamo walionao. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuishi ndani ya mtazamo wa mtu mwingine. Ishi ndani ya mtazamo wako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ishi ndani ya mtazamo ulionao na Mungu wako. Usipende maisha ya kuiga yanayoanzia kwa wengine. Daudi alijikatalia mavazi ya wanajeshi. Alijikatalia tabia ya wanajeshi. Akatembea yeye kama yeye. Akaenda kupigana na Goliath yeye kama yeye. Na fimbo yake aliyoizoea na kombeo lake alilozoea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida zilizopo kwako hazitaondolewa kwa kinachotoka nje. Zitaondolewa kwa ulicho nacho. Kwa nini? Kwa sababu zilikuja kwa sababu unacho hicho. Hicho ulicho nacho ndio kimeleta maisha ulionayo. Hicho unachokijua ndio kimeleta maisha ulionayo. Kwa hiyo kuyaondoa, lazima utumie hicho ulicho nacho kuyaondoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize kwa makini. Nishawahi kupita kwenye shida fulani. Wakati napita kwenye ile shida, kuna mtu mmoja alikuwa anasema shemeji yangu. Mimi nasema alikuwa anasema shemeji yangu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ananiita shemeji. Mimi na bahati na mashemeji wananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasema shemeji yangu. Wakati napita kwenye kipindi kigumu, akanigeuza kaburudoza kakwenda kubeba komo ninampelekea mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Ananiamsha saa 11. Naenda kukinga komoni yake. Narudi ananipa shilingi 200. Hiyo 200 saa zingine anakuzungusha. Afu ndo anakupatia. Ishi kwa namna hiyo. Nilienda. Nilifanya niligeuza kaburudoza. Akili sijui zilikuwa zimeganda. Unajua kuna wakati mwingine akili huwa zinaganda au zinakuwa zimekufa kabisa. Labda kama hujapitia magumu, kuna wakati mwingine una uwezo wa kufanya, una uwezo wa kufikiri, una uwezo wa kuamua, lakini akili huwa zinakufa. Zilikufa kabisa akili. Mimi naamini wakati ule akili zangu zilikuwa zimekufa kabisa. Kwa hiyo nikawa naendeshwa, ananipa hako kama 200 naenda na ndoa mandazi mawili. Yalikuwa manne kipindi kile walikuwa nauza ngapi? Sijamsi. Manne. Nakula na kunywa na maji. Biashara imeisha. Tena nasubiria kesho asubuhi saa 11 niamshe. Naenda. Na pombe yenyewe nilikuwa napeleka Kikosi. Yeye alikuwa anaishi huko. Na kesho hivyo hivyo. Kwa nilianda hivyo.
Siku nikakaa, nikiwa chumbani kwangu nimekaa, nikaanza kufikiri, hivi mimi nimekuaje? Hivi kwani mimi sina akili kwa kiwango hiki? Kwani mimi wakupata 200 naenda Maila mnanunua mandazi, biashara imeisha? Mimi kweli nilianza kutafakari ndani. Ni kama tu Mungu alikuwa ananisemesha japo nilikuwa sijaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo akaja asubuhi saa 11. Akaniamsha, nikamwambia mseme bila usiendi. Kwa nini? Nikamwambia hela unanipatia haitoshi. Ndakuongeza, nikamwambia mzee siendi, nimeshafanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo sina cha kufanya. Sina cha kufanya. Ikafika asubuhi. Kuna watu fulani walikuwa wanacheza, walikuwa pale kwetu, palikuwa tulipokuwa tumepanga, palikuwa na vijana wanakuja kucheza kamari. Nikaomba alifu. Sema alifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale ambao wamewahi kucheza kamari wanajua. Nikaomba alifu. Nikakata mkono. Kamari kuna wanaita kitisi, kuna kamari wanacheza kinaitwa kitisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokata mkono nikapata wa pili. Ile hela nikaweka mfukoni. Nikakimbia kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikakimbia kucheza. Nilipoondoka hapo, nikaondoka na ilikuwa ni 300. Nikaondoka nayo, nikaenda nayo machinjoni, ndio kwa mtaji wangu. Nikaanza nikaiamini ile pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile 300 nikapata 1500. Kesho yake nikakutana na 3000. Kwa nikaanza kwenda kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niliamini kwa ile ndio mtaji wangu. Yule aliyekuwa ananitumikisha kwenda kumbebea kwa mali ananipa 200, siendi tena. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda machinjoni, nikaenda nikakinga damu. Ile 300 nikanunua utumbo, nikafanya maarifa na udokozi vya mafuta kwa ajili ya kutengeneza ile damu, nikaenda kutengeneza liwangi. Bwana Yesu asifiwe. Zamani tulikuwa tunaita maini ya shingo. Kwa nikaanza maisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na wadogo zangu pale ndani, walikuwa wengine wanajiona wanazo kwa sababu mwingine alikuwa anafanya buchani, alikuwa anaona anazo, bahati mbaya naye kikanywa. Yaani wakati mimi napata mtaji wao kule usemi kwao kikanywa. Kwa hiyo nikaanza kusimama kama baba sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ule mtaji mdogo ambao niliuamini ya kwa sitafanyika kuwa mtumwa, sitaendelea kukaa chini ya mtu, sitaendelea kufanya kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa kwenye kuambiwa, ilikuwa kwenye akili zangu, ilianzia hapo. Ya kuwa nimechoka kwa kwenda kubeba komoni za mtu saa 11. Nimechoka kwa kuyaishi maisha ya mtu, kuishi kwenye nafasi ya mtu. Ananipangia namna ya kuishi, ananipatia fedha ambayo itanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilihama hapo. Ndio maana lazima ujifunze kuyaamini mawazo yako. Jifunze kuziamini akili zako. Isikilize wewe binti uliopo hapa ndani. Iwezekana umeolewa au haujaolewa, jifunze kuyaamini mawazo yako. Kuna wakati mwingine mume wako anaweza akayumba. Kuna wakati mwingine mchumba wako anaweza akayumba, na kuna wakati mwingine anaweza akakufanyia makusudi akijua hauna kwa kwenda wala hauwezi kufanya chochote. Yaamini mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaamini mawazo yako kwa kiwango kikubwa, yatawatoa hapo mlipo, yatawafikisha mahali mnapotakiwa kufika. Usizitegemee sana akili za mume wako. Kuna wakati mume wako ategemea akili yako. Kuna wakati mchumba wako ategemea ufahamu wako. Kuna wakati mchumba wako ategemea mawazo yako. Usitegemee mawazo yake peke yake. Andiko nasema mtuwezi vyema kuwa peke yake, itamfanyia msaidizi. Msaidizi anayo mawazo, msaidizi anayo wa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukaangalia maisha yaliyoko kwenye ndoa ya wengine ukaileta kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu wao sio wao. Usije ukasema mama fulani anamtunza mama fulani. Angalia namna utakavyomtunza mume wako. Angalia namna utakavyomtunza mke wako. Angalia namna utakavyotembea nao. Neema hiyo iwe kwako kwa jina la Yesu. Ukaishi maisha yako kwa jina la Yesu. Ukaishi maisha yako ambayo Bwana amekuumbia kwa jina la Yesu. Bwana kurejeshe maisha yako. Bwana kurejeshe maisha yako. Bwana kurejeshe
kurejeshea maisha yako uliyoyakataa kwa mawazo. Wanakurejeshea maisha yako uliyoyaacha kwa kusikia kwa watu. Wanakurejeshea maisha yako aliyokusudia kukubariki katika hayo. Wanakurejeshea mawazo yako aliyokusudia kukuinua katika hayo. Wanakuinua kwa jina la Yesu. Wanakuinua kwa jina la Yesu. Kwa sababu unaweza ukaishi kwenye mawazo ya mtu mwingine. Hayo mawazo yako kwa ajili ya kumuinua Asumani, hayako kwa ajili ya kukuinua wewe. Hayo mawazo yako kwa ajili ya kumfanikisha Mwajuma, hayako kwa ajili ya kukufanikisha wewe. Na ndio maana baraka zilizoko kwenye mawazo ya Mwajuma haziko kwa ajili yako, ziko kwenye kwa Mwajuma au zipo kwa Adija. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaweza kukuta sasa Adija ndio anaanza kukutengenezea namna ya wewe kufanikiwa, namna ya wewe kula, namna ya wewe kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize, mimi ndio maana nilikataa kazi za kuajiriwa. Kwa nini? Bosi anakulipa hela ambaye anajua hautaacha kazi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akijua unafanya kazi vizuri na una neema, nyota yako inamfanya afanikiwe, anakulipa mshahara ambao anajua utabakia kuwa mtumwa kwenye maisha yako kwake. Kama uelewe, nenda kamuulize Yakobo. Labda nalipogundua anapata mafanikio kwa sababu ya Yakobo, alianza kumtengeneza kuwa mtumwa asiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uelewe, kaangalia wafanyabiashara wakubwa wenye akili. Nazungumzia wale wenye akili. Wao wasikilize maneno wanayosikia kwa watu. Wanaangalia neema alionayo huyo mtu hata kama anakosa. Na ndio maana kuna wengine hata kama wakikosea huwa hawafukuzwi kazi. Na ndio maana utasikuta wakati mwingine wafanyakazi wanalalamika, huyu amempatia huyu dawa, huyu amempatia bosi elimbwata, huyu ameenda kumloga bosi. Sio kamloga. Bosi anaangalia kilichoko kwa yule mtu, kinamletea nini kwenye maisha yake, kinamletea nini kwenye ofisi yake. Anaweza akaingiza milioni 10, akiiba milioni 1 wala yeye msumbui, kwa sababu yeye amebaki na milioni 9. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wenye ufahamu mkubwa, wafanyakazi wenye ufahamu mkubwa, huwa hawaangalii kosa dogo alilofanya mfanyakazi kumfukuza kazi. Huwa wanaangalia matokeo ya huyo mfanyakazi yakoje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu lazima ujifunze kuangalia matokeo kwanza kabla hujafanya maamuzi. Usifanye, ndio maana mara nyingi nasema usije ukafanya maamuzi ukiwa una hasira. Lazima upime faida ya uwepo wa huyo mtu na hasara za huyo mtu akiondoka, nini kitatokea. Okay, unaye mbadala wa huyo. Nisikilize. Mungu hamuondoi Sauli kwenye kiti kabla hajamtengeneza Daudi. Umempata mtu mwenye neema kama alionayo huyo. Kama hujampata, hata kama ana manyoka wewe muache kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wewe kaangalia kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu anasema nitawaondoa kidogo kana ili wanyama wakali wasije wakaingia katika nchi. Kadiri utakavyokuwa unaongezeka ndivyo utakavyokuwa na waondoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni akili za roho. Mungu akikupatia nafasi ya kuishi na watu au kuchunga watu, usimsimamishe mtu kwenye nafasi yake kabla hajapatikana mbadala wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Usimsimamishe mtu kwenye nafasi yake kabla hajapatikana mbadala wake. Kazi unayotakiwa kufanya ni kummeza. Ukishammeza, akisimama kwenye hiyo nafasi, ataona Mungu hajanichukia. Bwana Yesu asifiwe. Ataona Mungu hajaniacha. Akiondoka kwenye hiyo nafasi anakuwa box. Ila akisimama kwenye hiyo nafasi, neema na upako na vitu vyote ambavyo Mungu alikusudia kufanya na vifanya. Na anaweza kumtumia. Akiondoka anakuwa hapa. Vijana wa mtaani wanasema mtaani mpaka usetiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo ni akili za kiroho. Kwa mfano nyinyi mnaotaka kwenda kuchunga,
unataka kwenda kuchunga. Unataka kwenda kuchunga. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kaenda. Nilishawahi kuona waumini sehemu fulani. Yaani unawahubiria saa hizi unafanya nao maombi. Wakiondoka hapo wanaenda na kunywa komani kidogo. Alafu kesho wanarudi. Na baadaye wanakupigia simu. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Na unajua saa hizi alikuwa anakunywa komani. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kwa sababu hawaachi siku moja. Lazima ujifunze kuwameza. Ila wao wasikumeze wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishawameza watatembea kwenye neema ulio nayo. Hata kama hawajawa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Watafanya unachotaka kufanya hata kama hawajawa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Amini sijui kwa nini hilo limekuja. Nilisema tuende kwenye Waamuzi sura 6. Mimi sijui hilo limekuwa nini limekuja. Ila kuna watu utaenda kutumika nao. Usije ukafanya maamuzi mapema. Kwa sababu utaenda na akili yako ya Kipentekoste. Kwa sababu unamuona tu mtu huyu amekosea, amefanya uovu, unafanya maamuzi kwa haraka. Usifanye maamuzi kwa haraka. Kwanza muulize Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri ilikuwa kazi rahisi mitume kukaa na Simoni mchawi? Kukaa naye. Alafu wao wakatona mchapa injili. Huyu anamtia moyo asiokoke. Wakati wao wanaombea watu wajazwe roho, ili chawi liko pembeni limejifanya nalo kama ni wanafunzi la Yesu. Sio kama walikuwa wajui. Lazima ufike wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna mtu anaweza kawa mwovu kanisani kwa unamwangalia. Anajificha, unamwangalia, unamshusha, unamwambia Mungu nipatie kibali. Mungu nipatie neema. Wewe ndio mwenye maamuzi. Mimi nikiamua kwa akili zangu mimi naweza nikamchoma moto kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maamuzi yako yanataka nini kwa huyu mtu? Hekima yako inataka nini kwa huyu mtu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa sio langu, ni lako. Usiniache mimi nikaamua. Bwana Yesu asifiwe. Usiniache mimi nikamkemea huyu mtu, nataka wewe umkemee. Na ndio maana unaweza kamaangalia anasema baba hajui. Kwa mfano nilikuwa na watoto fulani, yani anafanya vituko afa anasema baba haelewi. Naangalia unamshusha na mgawanya. Unamwacha. Ukiwa roho ukimwambia Mungu nisikizishe mawazo au sauti za hao watu wote. Wanachowaza hao watu wote. Yaani zinakujaga mfululizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio ukiwa mwilini. Okay. Twende kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Niseme ninachotaka kusema. Kwanza ule mstari wa 11. Biblia inasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoash Mwabiezeri. Na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo. Asema ili kuificha machoni pa Wamidiani. Asema malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu, wakisema je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uweza wako huu ukawaokoe Israeli na mikono ya Wamidiani. Ngoja nishie hapo kidogo. Asa nachotaka uangalia hapa kwa habari ya Gideon. Gideon alikuwa anaishi na baba yake. Licha kuwa baba yake alikuwa anatumikia miungu. Licha kuwa baba yake alikuwa anamtumikia Bahali. Lakini Gideon hakumtumikia Bahali. Kwa nini? Hakutaka kuwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu unaweza kukutana na mtumishi muongo anakushirikisha uongo wake. Mimi nimekutana nao na wamenishirikisha. Wamenishirikisha.
Kuna wakati mwingine nilikuwa natikisa tu kichwa. Anasema kama muamini muulize huyo hapo. Kama mwelewa muulize fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wakati mwingine unatikisa tu kichwa. Kama muamini muulize fulani. Na nilikuwa napenda kulipoint unasikia muulize ni yule pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na unajua huu uongo huwezi kumwambia huu uongo mbele za watu. Kwa wakati mwingine unakugomea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Gideon alikuwa hapa yupo kweli kwenye kwa baba yake au kwenye familia ya baba yake, na baba yake alikuwa anatumikia bahari. Maandiko yanasema malaika Bwana akaja kaketi kwenye mwaloni ambao ulikuwa mali ya Yoashi anayetumikia bahari. Bwana Yesu asifiwe. Sio anayetumikia Mungu aliye hai, anayetumikia bahari. Akaketi pale. Alipoketi pale wakati Gideon na uoga wake, lakini ndani yeye ni shujaa, ndani yeye ana nguvu, ndani yeye ni jibu la wana wa Israeli, ndani yeye ni jibu la taifa lake, lakini hajui kama yeye ni jibu la taifa lake. Maandiko yanasema malaika akamwambia Bwana yupo pamoja nao, shujaa. Gideon hakujua kuwa Mungu yuko pamoja na yeye. Angalia kilichotoka kwa Gideon. Gideon akasema ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, Bwana mabaya haya yametupata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kwanza Gideon anauliza, Gideon wakati babake anamtafakari bahari, Gideon alimtafakari Mungu wa baba zake. Gideon alimtafakari Mungu wa Israeli. Wakati babake anatafakari bahari, Gideon anamtafakari Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Babake alisimama kama babake, na Gideon alisimama kama Gideon. Wewe kwa jina la Yesu. Wewe kwa jina la Yesu. Wewe kwa jina la Yesu. Usikubali kulisishwa uovu. Usikubali kuwa mlinzi wa mambo mabaya yanayozia kwa mwingine. Usikubali kuwa mlinzi wa matendo maovu yanayozia kwa mwingine. Maandiko yanasema Gideon akasema ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, Bwana mabaya haya ameshapata. Yuko wapi Mungu wa baba zetu? Yuko wapi Mungu ambaye nimesikia habari zake? Ambaye nilisikia habari zake. Angalia anauliza maswali ambayo yalikuwepo kwenye moyo wake. Wakati babake anatumika na bahari, yeye anamsubiria Mungu wa Israeli. Wakati babake yuko na Mungu wa bahari, yuko hadi wa Mungu wa bahari, yeye anamsubiri Mungu wake aliyewatoa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unamsubiri Mungu wako aliyekuumba. Hakikisha unamsubiri Mungu wako aliyekuokoa. Hakikisha unamsubiri Mungu wako aliyekuleta. Wewe kwa jina la Yesu. Wewe utakayemsubiri Bwana. Wewe utakayemtafuta Bwana. Wewe utakayemtafuta Bwana kwa jina la Yesu anashetani. Maandiko yanasema Gideon akauliza yuko wapi ambaye nilisikia habari zake? Bwana ametutupa na ametuacha. Maandiko yanasema Bwana akageuka akamwambia enenda kwa uweza wako huo, sio kwa uweza wenu. Angalia kwenye hili eneo, namna yako inayotumia kufikiri au namna yako inayotumia kufanya ndio ambayo inaweza kutengeneza mahusiano yako na Mungu, na inaweza ikakufanya wewe kuwa jibu la taifa. Huwezi kuwa jibu la taifa kama una akili ya kuiga, kama una mtazamo wa kuiga, kama una maisha ya kufuatisha wengine wanafanya nini. Lazima uhakikishe unasimama wewe kama wewe. Mungu akamwambia Gideon nenda uwezo wako huo ukaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Angalia Mungu anaona ukombozi kwa Gideon. Mungu anamuona Gideon kuwa ni shujaa. Inawezekana Mungu anakutazama wewe ni shujaa wa familia, wewe ni shujaa wa ukoo, wewe ni shujaa wa huduma hii, wewe ni shujaa wa madhabahu, wewe ni shujaa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asikutazame kwa namna unajitazama. Mungu zina namna inayokutazama. Hakikisha unasimama sawa sawa na ile namna ambayo mbingu inakutazama, na ile namna ambayo Bwana anakutazama, na ile namna ambayo Bwana anakuona. Angalia Gideon aliona dhaifu, mbingu zinamuona shujaa. Kwa namna ya mbingu kwa jina la Yesu. Kwa namna ya mbingu kwa jina la Yesu. Kwa namna ya mbingu kwa jina la Yesu. Unaposimama kwenye nafasi yako lazima uelewe wewe ni nani. Kwa
kwa sababu kuna namna ambayo mbingu zinakutazama. Usije ukajisahau kwa sababu ya maisha unayopitia. Gideon alianza kuogopa kwa sababu ya shida anayopitia kwenye familia. Anapepeta ngano ili akajifiche. Anajaribu kupepeta ngano. Amekuwa mwoga kama ndugu zake. Amekuwa mwoga kama Waisraeli wengine. Hautakuwa wewe kwa jina la Yesu. Hofu itakuwa kwako kwa jina la Yesu. Umaskini utakuwa kwako kwa jina la Yesu. Laana itakuwa kwako kwa jina la Yesu. Udhaifu utakuwa kwako kwa jina la Yesu. Aibu itakuwa kwako kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia, nenda kwa uwezo wako huo ukaokoa wana wa Israeli na mkono wa Midian. Inawezekana kwa uwezo kuokoa ndugu zako. Iko nguvu ndani yako ya kuponya ndugu zako. Iko nguvu ndani yako ya kuokoa ndugu zako. Iko nguvu ndani yako ya kuokoa taifa, ya kuokoa nchi. Nchi imefika mahali pabaya. Wao ni Gideon wa taifa hili. Wao ni Gideon wa nchi hii. Bwana kupatia neema hii. Bwana kupatia neema hii. Gideon wa taifa hili. Gideon wa watumishi. Gideon wanaofanya kazi. Gideon wanaofanya biashara. Gideon wao. Neema kuokoa ile juu yako. Neema kuokoa ile juu yako. Neema yokoa ile ndani wako. Neema yokoa ile ndani wako. Kwa jina la Yesu na Shetani. Mungu hakuwatumia watu walioko kwenye nyumba ya Gideon. Mungu hakuwatumia watu walioko kwenye familia ya mzee Yoashi. Alimwangalia Gideon akaona anatosha. Mungu amekuokoa wewe kwa kuwa ameona unatosha. Mwanangu unatosha. Mwanangu unatosha kufanya makubwa. Unatosha kufanya makubwa. Mungu aliyekuita ameona unatosha. Bwana akamwambia Gideon, nenda kwa uwezo wako huo. Hakumwongezea nguvu. Hakumwekea mkono. Alimwambia kwa hicho unachokijua. Kwa hicho unachokielewa. Ndio uwezo wako. Nisikilize kanisa. Unachokijua kwa ajili ya Bwana. Ndio uwezo wako. Ndio nguvu yako. Ndio nguvu yako rapako. Nagazo klema. Hawezi kupata nguvu kutoka mahali pengine. Unachokijua kutoka kwa Bwana. Ndio uwezo wako. Haijalishi kuna watu wanakusalau. Haijalishi kuna watu wanakusema vibaya. Haijalishi kuna watu wanasema umepotea. Ndio kupata nguvu ya kuokoa ina wa Israeli. Nchi ya maneno aliyoyasikia. Nchi ya maneno aliyoyasikia. Bwana kuinua. Bwana kuinua. Bwana kuinua. Bwana kuinua wewe na uzao wako. Bwana kuinua wewe na familia yako. Bwana kuinua kwa jina la Yesu na Shetani. Huwezi kulisaidia taifa. Huwezi kuwasaidia ndugu zako kama una akili za kuiga yanayoanzia kwa wengine. Lazima uwe nayo yanayoanzia kwako. Gideon hakuangalia yanayoanzia kwa baba yake, hata kama baba yake alikuwa kuhani wa Baali. Ukiendelea uko mbele anasema nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani. Bwana akamwambia akasema mimi ni mdogo katika Manase. Bwana akamwambia utakwenda, si mimi niliyekuambia. Mungu anapokuambia jua ni nguvu yako. Nichukue neno la Bwana kwa nguvu yako. Nichukue neno la Bwana kama majibu ya taifa. Nichukue neno la Bwana kama majibu ya ukoo wako. Nichukue maneno la Bwana kama majibu la elimu yako. Nichukue neno la Bwana kama jibu la kwako. Nichukue neno la Bwana kama hadithi. Chukua neno la Bwana kama nguvu yako. Chukua neno la Bwana kama majibu kwako. Neno hili ndio majibu kwako. Neno hili ndio majibu ya uzao wako. Neno hili ndio majibu ya ofisi yako. Neno hili ndio majibu ya ndoa yako. Neno hili ndio majibu ya kizazi chako. Neno hili ndio majibu ya taifa lako. Bwana awe pamoja na wewe. Bwana awe pamoja na wewe. Bwana kuongoze kwa neno hilo. Bwana kuongoze kwa neno lake. Bwana kuongoze kwa neno lake. Kwa jina la Yesu na Shetani. Amen. Usiwe dhaifu kwa sababu ya unayosikia kutoka kwa watu. Hayawezi kukusaidia. Hayawezi kukusaidia. Kilichomsaidia Gideon anachokijua. Kile anachokijua ndicho kilichomfanya siwe dhaifu. Yeye alikuwa mkombozi wa taifa, lakini alikuwa mwoga. Unaweza kuwa ni mkombozi wa familia. Unaweza kuwa mkombozi wa kina mama. Unaweza kuwa ni mkombozi wa vijana. Usiangalie mbona vijana wenzangu wanafanya hivi, umefeli. Na ndio wala mimi kwenye kanuni zangu za kiroho, Mungu akinipatia kukupima,
lazima nipime ufahamu wako. Unaangalia wenzako au unaangalia wewe kwenye nafasi yako uliyoitwa? Kwa sababu kama unaangalia watu, Mungu atakupeleka mahali ambapo hakuna watu. Au siku ya kwanza atakuletea watu, siku ya pili katika hao watu atakuletea mmoja. Unaanza kujisemea baadhi ya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Gideon akaangalia akamwambia, yuko wapi Mungu wa baba zangu? Hakuwa na shida na malaika, alikuwa na shida na Mungu wa baba zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Una shida na nani? Kwa sababu unaweza ukaingia kanisani ukaanza kusalimisha watu waliovaa. Unaondoka na story, umemwona fulani leo alivovaa. Umeona fulani leo alipokuwa anaabudu, yule ana roho chafu yule. Ulikuja kuangalia roho chafu za watu, ulikuja kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa una shida na Mungu, ulikuwa una shida na maisha ya watu. Umeona fulani alipokuwa anaangalia vipi? Nisikusikie unda. Ndakuita ndakusema. Nikikusema nikiona usikii, ndakusikia ndakusemea hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena uombaji wingu liwaga kawaida. Kwa sababu siku hiyo ukitibuka ndani na kusemea hapa mbele. Na kusemea hapa mbele. Ili kila mtu ajue wewe uko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ujue wito nilionao. Mimi umekufa au jafa, unaishi utajua wewe. Lakini mimi ukweli nimeusema. Na hakuna mtu anayekufa kwenye ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anayekufa kwenye ukweli. Kweli haina mauti, ila uongo ndio una mauti. Kwa hiyo nikikusema ikiwa ni kweli, wala sina hata shida, mimi na amani. Hata wewe ukikwazika, hata wewe ukisema baba naye. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivi wakati ukasema kwa ni kanisa ndio hilo naenda kuabudu kwingine, nenda ambako hawaipendi kweli. Nenda ambako hawaipendi kweli. Amen. Mwendage jana wote huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nitakapokufurumusha mbele za watu, usinichukie, ndio nilivyo. Kwa sababu kuna siku nasema, japokuwa Mungu amenipatia kakifua kidogo, kakuvumilia. Naweza nikakuvumilia. Siku nikaje nikakusema hapa madhabahuni kisiasa. Si unajua wakati mwingine naweza nikakusema kisiasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wale watoto wanaonijua ndio nilivyo. Yaani saa zingine naweza nikahubiri hapa nikakuhubiria hivyo, nikakuhubiri hivyo. Yaani wewe ukaisi sikujui, nikakuhubiri hivyo. Huko namwambia Mungu mtengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Nikiona bado umeshupaza shingo yako, maandiko yanasema mtu huyu atavunjika wala asipate dawa. Na kuita sasa. Akuita sasa. Yaani kuna wakati naweza nikakuacha ujue sijui. Ujue sielewe. Bwana Yesu asifiwe. Ubaki hivyo ukiwa unajua sielewe. Lakini nakuonya hivyo hivyo ukiwa unajua sielewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nafasi yako wewe ni wewe. Hicho ambacho Mungu amekupatia ni bora kuliko kingine unachokiona kwa mwingine. Yaani nyumbani kwako hata kama umekula mlenda, huo mlenda wa kwako ni bora kuliko aliyekula kuku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama umevaa nguo ya zamani, mwenzako amevaa nguo mpya, hiyo ya zamani ni bora. Ni bora kuliko aliyevaa nguo mpya. Kwa sababu hujui na roho gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haujui njia aliyotumia kuipata hiyo nguo. Inawezekana ni roho chafu. Amen. Kwa sababu hujakaa roho. Kuna nguo zingine zimetoka kuzimu kabisa. Ukiziombea hivi huwa zinakimbia. Ukisogea hivi unakuta nguo inajivuta, inajikunja. Labda hujaenda kwenye maduka ya washirikina. Hujaenda kwenye maduka ya washirikina. Kwa sababu unanunuaga tu kila duka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nilikwambia nilienda mahali fulani nikafukuzwa. Yaani nimeenda kama mteja lakini nikafukuzwa. Kilichonipoza niliondoka na wingu. Yaani nimemaliza ibada nimesema ngoja nikimbie niende pale nikanunue bidhaa. Napofika pale akanifukuza. Na ni mteja nimezoea kununua kila siku. Kilichonipoza ni kwenda na wingu. Niliondoka nalo madhabahuni nikaenda nalo pale. Akanifukuza akasema sikuruhusi. Umekujaje? Nikamuuliza kwa nini? Umekujaje? Toka ofisini kwangu. Nikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Tangu wakati huo akawa amevunja uteja. Kuna vitu Mungu alitaka kuniambia. Na
wewe saa zingine unaenda tu. Unamsaidia shetani aonekane anafanya sana biashara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana nafasi yako ni bora. Ichukue nafasi yako kuwa bora. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia sasa ithamini. Ione nafasi yako bora, uwe mrefu, uwe mfupi, uwe mwembamba. Angalia mwembamba wako ni bora kuliko mnene. Kwa nini wengine wana pressure? Wewe hauna hata sukari. Bwana Yesu asifiwe. Hauna hata pressure. Bwana Yesu asifiwe. Wakitembea wanachubuka, wewe hata ukitembea kwenye jua wala hauna hata shida, unaweza kuruka tu. Vipi wewe? Akichubuka hapo anaanza kutembea upande, anaanza kusema huyu ana madonda ndugu nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jivunie ulicho nacho ni bora. Jivunie nafasi ulionayo. Haijalishi mtu anakuona umepotea. Mwambie niko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Subiri wakati utajua. Wale askari walijua wakati Yesu amekata roho. Hawakulazimisha kujua. Usimlazimishe mtu kujua. Ile wakati wako utamlazimisha. Wakati ambao Bwana amekupatia utamlazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Gideoni alikuwa shujaa wa Israeli. Haikutosha Waisraeli mtazamaji. Haijalishi alikuwa mwoga na pepeta ngano akajificha. Wakati anapepeta ngano Bwana alimuinua. Wakati unakata tamaa Bwana anakuinua. Wakati unaogopa iko neema ya Bwana. Bwana akuinue katika jina la Yesu. Bwana akuinue kwa jina la Yesu. Nguvu iliyoko kwa Mungu tuliye naye inaanzia kwenye mambo unayoona kama manyonge kwenye maisha yako. Mambo unayoona kama dhaifu kwenye maisha yako. Angalia Gideoni kule mbele anasema mimi ni mdogo katika jamaa hii ya Manase. Na jamaa yetu ni masikini sana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Mungu alianzia kwenye familia ambayo ni masikini. Sio matajiri. Alianzia kwenye familia ambayo na mtu mwenye ambaye ni mdogo kwenye familia. Hakuanzia kwa jitu likubwa lenye mwili mkubwa. Ile hali alionayo ndio Mungu aliyoiona bora. Hali ulionayo kwa Mungu wako ndio bora. Hali ulionayo kwa Mungu wako ndio ya heshima. Nafasi ulionayo ndio iliyobeba heshima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Itazame nafasi yako kwa imebeba heshima. Haijalishi kuna nani anakudharau. Hata Yesu alimdharau. Japo amekuja na upako, anafufua, anaponya ndugu zao, anafungua macho ya ndugu zao, walimdharau. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe hata wakikudharau, songa mbele. Muangalie Bwana aliyekuita. Muangalie Bwana aliyekuketisha hapo. Muangalie Bwana aliyekuumba. Yeye aliyekuumba ndio na uzima wako. Yeye aliyekuumba ndio na sura yako. Yeye aliyekuumba ndio na heshima yako. Yeye aliyekuumba ndio ameweka uwezo kwenye namna ulionayo. Namna ulionayo ina uwezo mkubwa kuliko unavyofikiri. Neema ya Bwana iwe nawe. Kama sadaka, shika sadaka yako. Hakuna kumaliza hivi. Tunakwenda kumaliza hivi. Kama sadaka, shika sadaka yako. Lakini ondoka ukiwa unajua wewe ni Gideon.